Lucky alimtupa mwanaye mwenyewe Rafiki ndani ya shimo la siri karibu na kijiji. Je, unajua kilichotokea? Shimo hilo halikuchukua tu vitu, lililipa. Je, Lucky ataacha hapo? Tafadhali nisaidie kubonyeza ile like button hapo chini, kisha bonyeza hapo palipoandikwa subscribe. Haya, tuianze simulizi yetu sasa. Lucky hakuwa mtu maskini, lakini daima alihisi maskini. Aliishi Idu, kijiji cha kisasa chenye barabara za lami, maduka ya soko yenye mwanga, kisima cha jamii na safu za nyumba zenye paa za zinki zilizopakwa rangi. Watoto walipanda baiskeli kupita karibu na nyumba yake kila asubuhi. Wanawake waliuza muhogo wa kukaanga na supu ya pilipili karibu na lango la shule. Wanaume walikutana chini ya mti mkubwa wa mwembe katikati ya Idu, wakicheka, wakibishana, wakipanga mipango. Maisha ya Idu yalikuwa na kelele, joto na furaha. Lakini Lucky alikaa mbali na yote hayo, akitazama kwa macho ambayo hayakuwahi kutabasamu. Lucky alikuwa na umri wa miaka 53. Alikuwa na uso mpana, mikono mikubwa yenye makonde na tumbo lililotikisika alipotembea. Watu wa Idu walimjua kama mtu aliyetaka zaidi daima: pesa zaidi, ardhi zaidi, heshima zaidi. Jirani yake Mama Mariamu alikuwa akisema, huyo Lucky hatashiba kamwe. Unaweza kumwaga bahari nzima mikononi mwake, naye bado ataendelea kulalamika kwamba haitoshi. Mzee wa kijiji Papa Kledo alikuwa akitikisa kichwa polepole kila jina la Lucky lilipotajwa. Mtu asiye na shukrani, Papa Kledo alikuwa akisema kimya kimya, ni mtu ambaye tayari yuko kwenye njia ya hatari. Lucky alikuwa na mtoto mmoja wa kiume. Jina lake lilikuwa Rafiki. Rafiki alikuwa na umri wa miaka 26, mrefu, mpole na mwenye bidii. Aliuza vifaa vya simu sokoni siku za Jumanne na Alhamisi. Alikuwa aina ya kijana ambaye kijiji chote kilimpenda. Aliwasilimia wazee, alisaidia kubeba mizigo ya soko, alishiriki chakula chake. Lakini ndani ya nyumba ya Lucky, mambo yalikuwa tofauti. Lucky aliona upole wa Rafiki kama udhaifu. Alimuita mvulana mvivu, alimuita mjinga. Alisema Rafiki alikuwa anaharibu jina la familia. Ukweli ulikuwa rahisi: Lucky alihusudu jinsi watu walivyompenda mwanawe, huku wao wenyewe wakimvumilia tu yeye. Ilikuwa asubuhi ya Jumanne ilipotokea. Soko lilikuwa wazi. Jua lilikuwa bado chini na la njano. Rafiki alikuwa amefunga mfuko wake na alikuwa anaondoka nje aliposimamishwa na Lucky mlangoni. Ugomvi ulianza kidogo, kama ugomvi wote wa hatari unavyoanza. Lucky alitaka Rafiki ampe pesa kutoka mauzo ya soko la siku iliyopita. Rafiki alisema alikuwa ametumia mengi yake kurudisha bidhaa zake. Lucky alimuita mwizi. Rafiki alisema hakuwa mwizi. Maneno yalikuwa ya sauti zaidi. Hewa ndani ya nyumba ilikuwa ya joto na ngumu. Lucky alimshika Rafiki kwa ukosi wa shati lake la buluu. Rafiki alisukuma mkono wa baba yake mbali. Ilikuwa sukuma ndogo, ya kutosha tu kutenganisha nafasi, lakini ilikuwa aina ya sukuma iliyobeba mazungumzo 100 yasiyosemwa ndani yake. Lucky aliumbika nyuma, akigonga kiti cha mbao karibu na mlango, akapoteza usawa wake na akaanguka. Alinyosha mkono juu na akashika kitu cha kwanza ambacho mkono wake ulikutana nacho: taa nzito ya chuma iliyoning'inia karibu na mlangoni. Aliipiga. Hakufikiria, hakupanga. Taa iligonga upande wa kichwa cha Rafiki kwa sauti ambayo Lucky angeisikia ndani ya kifua cha mwanawe maisha yake yote. Rafiki alianguka. Hakuinuka. Lucky alipiga magoti pembeni mwake na kumtikisa. Alipiga jina lake mara 3. Alipiga mashavu yake kwa upole. Hakuna kitu. Chumba kilikuwa kimya kabisa sasa. Mfuko wa vifaa vya simu ulianguka pembeni karibu na mlango. Jozi moja ndogo ya vipokea sauti iliteleza nje na ilikuwa imelala chini, nyaya yake imejipinda kama alama ya kuuliza. Lucky alibonyeza sikio lake kwenye kifua cha mwanawe. Hakukuwa na mapigo ya moyo. Mwanawe alikwisha kuondoka. Na soko la Jumanne lilikuwa bado linaendelea, mistari miwili tu mbali, kana kwamba dunia haikuwa imegawanyika katikati. Nyuma ya kijiji cha Idu, kupita mashamba ya muhogo na ua la zamani lililovunjika la shule ya jamii, kulikuwa na mahali ambapo watu hawakwenda bila sababu. Haikuwa mbali, dakika 10 tu za kutembea,
lakini kila mtu Idu aliijua. Kulikuwa na shimo kubwa ardhini hapo, pana na kirefu, limezungukwa na udongo mwekundu mkavu na mizizi ya zamani iliyopotoka. Hakuna aliyejua umri wake. Wengine walisema lilikuwa lipo daima, wengine walisema lilionekana usiku mmoja miaka mingi iliyopita baada ya dhoruba kuu. Watoto wa Idu waliambiwa wakae mbali nalo. Hata wavulana wa kijana jasiri wa kijiji hawakwenda karibu nalo peke yao. Mzee Papa Kledo aliwahi kusimulia hadithi ya mbuzi aliyeanguka shimoni wakati wa kiangazi. Mmiliki wa mbuzi huyo, mwanamke aliyeitwa Aunti Viligo, alilia kwa siku 2 kwa sababu hakuweza kuupata tena. Siku ya 3 alienda kutazama mara moja zaidi, na aliona kitu cha ajabu ukingoni mwa shimo. Kulikuwa na noti 3 za naira zilizokunjwa zimekaa ardhini, moja kwa moja kwenye ukingo, kana kwamba mtu aliweka kwa uangalifu. Aunti Viligo alichukua akiwa na wasiwasi na kwenda nyumbani. Hakuwahi kuzungumza kuhusu hilo sana, lakini watu walizungumza. Uvumi wa Idu ulikuwa na miguu mirefu. Lucky alikuwa amesikia hadithi hiyo mara nyingi. Jioni hiyo, baada ya mwili wa rafiki kupoa na majirani hawajafika bado kuangalia, Lucky alikaa sakafuni akitetemeka. Hakuweza kuomba msaada, hakuweza kueleza hili. Sheria ya Idu ilikuwa imara na jamii ilikuwa karibu. Kila mtu alijuana. Ikiwa angeripoti hili, maisha yake yalikwisha. Katika hofu yake, katika giza lake, katika sehemu mbaya ya akili yake iliyochagua daima kujilinda kuliko ukweli, alikumbuka shimo. Alimfunika mwanawe kwenye turubai ya zamani. Alingoja mpaka uwanja ulikuwa kimya. Alimbeba mwanawe mgongoni mwake, akijikwaa kwenye shamba la muhogo katika mwanga wa mapema ya asubuhi, na akatembea hadi ukingo wa shimo hilo pana, jeusi. Alimtupa rafiki ndani. Hakusikia kitu. Hakuna sauti ya kutua, hakuna mwangwi, kimya tu. Na kisha polepole kitu kilikuja juu. Lucky alisimama ukingoni mwa shimo akipumua kwa nguvu, jasho likimtiririka usoni, moyo wake ukipiga ndani ya kifua chake. Alipiga subira. Hakuna kilichosogea. Ndege wa asubuhi waliimba mahali fulani kwenye miti nyuma yake. Alikuwa karibu kugeuka na kwenda zake alipoona, likipanda pole pole kutoka ndani ya shimo, kama jani linalopeperuka juu kutoka kwenye maji. Lilikuja bundo. Lilikuwa limefunikwa kwa kitambaa chafu, kimefungwa kwa kamba ya kawaida. Lilitua laini kwenye ukingo wa shimo, moja kwa moja mahali Lucky alisimama. Alipiga hatua moja nyuma, kisha udadisi ulimlazimisha mbele. Aliinamia, mikono yake ikitetemeka, na akaliokota. Alilifungua huko huko, akiwa amepiga magoti kwenye vumbi jekundu. Ndani kulikuwa na pesa, si pesa kidogo, wingi mzito mzito wa noti za naira, thamani mchanganyiko, zilizosongamana kwa nguvu pamoja. Lucky alihesabu kwa vidole vinavyotetemeka, kisha alihesabu tena. Ilikuwa pesa zaidi kuliko aliyowahi kuona mahali pamoja katika maisha yake yote. Pumzi yake ilitoka kwa mapigo mafupi, makali. Alitazama chini kwenye shimo. Lilikuwa jeusi na tulivu. Hakuna sauti, hakuna harakati. Alitazama pesa tena. Alitazama tena kuelekea kijiji. Bado kimya, bado kinaamka pole pole mbali. Akili yake ingepaswa kujaa huzuni, moyo wake ungepaswa kuvunjika. Lakini akili ya Lucky haikuwa inafikiria rafiki tena. Akili ya Lucky ilikuwa inafikiria kitu kingine ambacho shimo lingeweza kutoa. Alirudi nyumbani asubuhi hiyo na akakaa nyumbani kwake na pesa mapajani mwake kwa muda mrefu. Alasiri, Mama Mariamu aligonga lango lake na kumpigia kelele. Hakumuona sokoni. Alikuwa akiuliza kama kila kitu kilikuwa sawa. Lucky alikuja langoni kwa utulivu na kusema rafiki alikuwa amesafiri kutembelea ndugu mjini. Mama Mariamu alimuona kwa macho yake. Rafiki hakuniambia anasafiri, alisema. Lucky alitabasamu. Ilikuwa ya ghafla, alisema. Unajua jinsi vijana hawa wanavyo. Mama Mariamu alimtazama kwa muda mrefu, kisha akitikisa kichwa polepole akaenda zake. Lakini alisimama katikati ya barabara, akageuka na akatazama nyumba ya Lucky mara nyingine. Kitu kilikuwa kibaya, lakini bado hakuweza kukitaja. Wiki 3 zilipita.
Lucky alitumia pesa kwa utulivu. Alinunua nguo mpya, aliirekebisha ukuta uliopasuka wa nyumba yake. Alinunua jenereta ndogo. Watu wa Idu waliona. Majirani walizungumza kwa sauti za chini sokoni. Vijana waliongea kwa kunong'ona karibu na kisima. Pesa hizi zilitoka wapi? Lucky hakuwa na biashara mpya, hakuwa na mavuno ya shamba, lakini ghafla alikuwa akitumia pesa bila kujali. Papa Kledo alikaa chini ya mti wa mwembe na kumtazama Lucky akipita asubuhi moja akiwa na viatu vipya. Mzee hakusema neno, alitazama tu. Na rafiki yake Deacon Haruna alipoketi pembeni mwake na kuuliza alikuwa anafikiria nini, Papa Kledo alisema hivi tu: kanga anayepata nafaka mahali ambapo nafaka haipaswi kuwepo, anasimama kwenye mtego ambao bado hajaona. Lakini Lucky hakuwa anafikiria mitego, alikuwa anafikiria shimo. Alikuwa akifikiri kulihusu kila siku moja tangu asubuhi ile. Alilala usiku akihisabu. Ikiwa mwili mmoja ulileta pesa nyingi hivyo, wawili wangeleta kiasi gani? Alijiudhi mwenyewe kwa wazo hilo mwanzoni. Alilisukuma mbali. Alisali mara moja kisha mara mbili, lakini wazo hilo lilikuwa linarudi kila wakati, kwa sauti zaidi kila mara, kama ngoma isiyokoma kupiga. Mke wake, Mama Lucky, alikuwa mwanamke wa kimya aliyeitwa Adaeze. Alikuwa mpole na mdogo na alimwamini mumewe kabisa. Alikuwa amekubali hadithi ya rafiki kusafiri. Hata alipika chakula kidogo na kusema atahifadhi kwa ajili ya wakati atakapowarudia. Asubuhi moja, Lucky alimtazama Adaeze akifagia uwanja. Alikuwa anapiga wimbo wa zamani. Ufagio ulisugua ardhi kwa mdundo wa kawaida. Jua lilikuwa kamili na joto. Redio ya jirani ilicheza mahali fulani karibu. Lucky alisimama mlangoni na akamtazama mke wake, na kitu cha baridi na cha kutisha kilikuwa kikijengeka nyuma ya macho yake. Hakutenda siku hiyo, lakini uamuzi ulikuwa tayari umefanywa mahali palipo na kuoza ndani yake. Mtu ambaye hapo awali alikuwa na tamaa tu, alikuwa anakuwa kitu kibaya zaidi. Katika kijiji cha Idu, chenye barabara zake za kung'aa na nyumba zilizopakwa rangi na kicheko cha jamii, Shetani alikuwa anakuwa kimya kimya ndani ya nyumba moja, akivaa uso wa mume, na hakuna mtu bado aliyeweza kuona kinachokuja. Tamaa haiji yote mara moja. Inaanza kidogo kama ufa ukutani, na siku moja nyumba nzima inadanguka. Mtu anaposimama kuomboleza alichopoteza na kuanza kuhesabu anachotaka kupata, tayari amepoteza kitu muhimu zaidi, ubinadamu wake.